Mbingu ni mbingu za Bwana, nchi ametupa sisi. Kumbuka tumepewa nchi, anga tumepewa, bahari tumepewa. Ndio maana Paulo anasema namjua mtu mmoja katika Kristo, alipaa juu mpaka mbingu ya tatu. Kimwili sijui, kiroho sijui, Bwana anajua. So kuna mbingu zimepangwa, lakini unaambiwa mbingu zote ni za Bwana, lakini nchi ametupa sisi. So ndio maana kitabu cha Psalms, Zaburi 24 mstari wa kwanza anasema nchi na vyote vijazavyo dunia ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Unaona, Mungu anakuambia nchi na vyote vijazavyo dunia ni mali ya Bwana, dunia na wote wanaokaa ndani yake. Chochote ambacho kinaishi ndani, plus hawa mapepo, plus huyo shetani, yote ni mali ya Mungu. Kitabu cha Zaburi bado 95, Zaburi 95 mstari wa 5 inasema bahari nayo ni yake. Naye ndiye aliyeifanya, na mikono yake iliumba nchi kavu. So tunaona Mungu kumbe anatawala anga, anatawala bahari na nchi kavu pia anaitawala. Alafu na vyote vinavyoijaza dunia ni mali ya Mungu. Ndio maana kwa jina la Yesu kila goti litapinda, ya vitu vya mbinguni, vitu vilivyo kwenye nchi na chini ya nchi. Alafu hilo jina la Yesu ndio tumepewa sisi. Alafu pia sisi tumefananishwa na Yesu. Yaani pia sisi ni wana wa Mungu kama alivyo Yesu. Yesu ni mzaliwa wa kwanza, alafu ndio sisi sasa. So kama alivyo Yesu ndivyo tulivyo sisi. Kama alivyo mwana, kama alivyo baba ndivyo alivyo mwana. Biblia inasema kama Mungu anavyohuisha wafu na kuwapa uzima, ndivyo alivyo mwana, anahuisha chochote akitakacho. So sisi ndio wana wa Mungu, tunaweza kuhuisha. Yani we can bring things to creation through word of mouth, which is prayers, right? So kitabu cha Mwanzo chapter 1 mstari wa 26 inasema, kisha Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa mfano wa Mungu Mwana, Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ama tumuumbe mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, atawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wa kufugwa duniani. Unapata? Na viumbe vyote vinavyotambaa. So wewe unavyojiona wewe, kumbuka Biblia, keeping in mind, chochote kilichozaliwa na Mungu kimeushinda ulimwengu. So wewe unavyojiona wewe, kwa udhaifu wako tu vile unavyojiona, kwa mateso yako tu, unafaa utawale ndege wa angani, command. Unafaa utawale wanyama walio kwenye nchi na samaki wa baharini na chochote ambacho kinachotambaa, wewe unavyojiona. Ndio maana kuna wakati ukiwa na maombi dhaifu, hata wachawi wanakushangaa. Maana wachawi pia, shetani nitaonyesha pia, shetani anajiita mkuu wa ulimwengu huu. Na shetani akona wakuu wake, akona wafalme wake, alafu kuna wachawi, kuna mapepo, kuna majini, kuna mizimu. Unaona? Alafu pia siku hizi anatumia roho za watu. So chini yake yeye pia anajiita mkuu wa ulimwengu. Ndio maana tukiomba usipoteze muda. Kuna mtu akianza kuomba anasema najitakasa kwa damu ya mwana kondoo, naomba msamaha, Baba, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, anaenda mpaka anasema Mungu wa Korinto. Unakuta amepoteza muda. Ukishajitakasa, ukiomba msamaha, umemtukuza Mungu, unavaa mamlaka. Maana katika ule wakati unatataja Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu, sisemi ni mbaya. Ukiendelea kupoteza muda, unashangaa kausingizi kamekuja, wanaanza kukuzuia, wanaanza kucharge kukuzuia. Ni kujitakasa, umeenda kwenye vita, maombi ni vita. So ukiingia kwenye vita unapoteza muda. Kwa nini? Kwanza unajitakasa. Sababu hawezi kuomba Mungu msamaha ukiwa bado uko na uchafu. So na Biblia inasema approach his throne with holiness. So unajitakasa, ukijitakasa unaomba msamaha. Ukishaomba msamaha unasema mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa taarifa yako pia hivyo umemsifu Mungu. Yaani kukiri kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Wewe ni kazi ya mikono yake. Wewe tumepatiwa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. You start taking control. Unasema naikamata anga, naiteka nyara nchi, naiteka nyara bahari. So ukiwa pale ukishaiteka, kila kitu kinakusikia. Kama vile nimesema, Mungu ana uwezo wa kufufua wafu na kusema mambo yajayo ni kama yamekwisha kwako. So ukishateka nyara, na wewe kama mwana wa Mungu unaweza kuuisha, ukaanza kusema mambo yajayo ni kama yamekwisha kwako. Sijui kama umenielewa.
So that's hivyo ndio inatendeka. Sasa kuna watu wanaanza kuomba, anakwama pale, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Israeli, Mungu wa Hana, mpaka anakumbuka Mungu wa Raeli, Mungu aliyemsaidia Samsoni. God, nakuja mbele zako. Mungu wa Thessalonike. God, unakuja, ulikuwa wapi? Unakuja mbele zake, ulikuwa wapi? Unachukua mamlaka there and then. Ukipoteza muda pale, wanaanza kukuzuia. Na Biblia inasema amenizunguka kwa ukingo pande zote, amenifunga kwa minyororo. Nilipolia na kuomba, akayazuia maombi yangu. So unapokuwa naomba, you take charge haraka sana, unavaa mamlaka. Afadhali uvae mamlaka, ukamate nchi, ukamate bahari, ukamate anga na mashimo yake kwa mamlaka ya damu yako. Alafu sasa unaweza kusema hayo mambo ndio kuyasema. Mungu wa Yakobo ndio tunamjua, Mungu wa Israeli tunamjua, ni Mungu mwenye nguvu. Unaweza kumtaja hapo sasa, lakini after usha take control. Ndio maana Biblia inasema saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwana wa Adamu. So ile saa ya wafu kusikia sauti ya mwana wa Adamu, ndio ile saa wewe unaomba. Anything that is not godly inasikia sauti yako, wewe ndio mwana wa Mungu. So umekwama pale, wanakufunga. Wachawi wanacheka na kicheko cha kichawi. So shetani pia anajiita mungu wa ulimwengu huu, anajiita mkuu wa ulimwengu. Ndio maana kitabu cha Yohana 14 mstari wa 30 inasema mimi sitasema nanyi tena. Yohana 14 mstari wa 30 inasema mimi sitasema nanyi tena. Yesu anaambia wanafunzi wake, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu, wala hana kitu kwangu. Shetani pia anajiita mkuu wa ulimwengu, ambao ndani yao mkuu wa ulimwengu huu alipofusha fikra zao. Hiyo ni kifungu kingine. So shetani pia anajiita mkuu wa ulimwengu. Yohana 16 mstari wa 11 anasema kwa habari za hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu amekwisha kuhukumiwa. Yaani yule mkuu wa ulimwengu anajiita mkuu wa ulimwengu, amekwisha kuhukumiwa. So jamaa ukianza kupigana, kumbuka haupigani na kitu chenye nguvu. Shetani mwenyewe hana nguvu, sababu shetani hakupigana na Mungu, alipigana na malaika Mikaeli. Mikaeli na malaika zake wakashindana, ule joka na malaika zake, na yule joka hakushindwa, hata akatupwa na nafasi yake haikuonekana. So hakushindana na Mungu. Malaika hawajafananishwa na Mungu, wanadamu ndio wamefananishwa na Mungu. Malaika wana nguvu na walimshinda shetani. Sasa je, wewe uliyefananishwa na Mungu? Wana wa Mungu ni bayana na wana wa shetani ni bayana. Wewe ambao umefananishwa na Mungu, una mamlaka, una nguvu. Ndio maana Mungu anakushangaa kumwambia, God, Baba shuka, Baba tenda, Baba nenda. Unashangaa, unanituma wapi? Nishuke nije wapi? Mungu anakuambia, lakini sikiza bwana, mbingu ni mbingu zangu, nchi nimekupa wewe. Unaniambia nishuke nije wapi? Niko ndani yako, aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Anza kuvaa mamlaka. Unasema katika jina la Yesu Kristo imeandikwa, nimeumbwa kwa mfano wake, nitawala ndege wa angani, nitawale nchi, nitawale bahari na vyote vinavyotambaa. Imeandikwa niijaze dunia na niitiishe. Naitiisha anga kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Naitiisha nchi katika jina la Yesu Kristo. Naitiisha bahari kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Maana imeandikwa, kama vile Mungu anavyohuisha wafu na kuwapa uzima, ndivyo walivyo wana. Mimi ni mwana wa Mungu. Naitiisha sasa. Unaanza kuvaa mamlaka sasa. Ukijiweka vile, wachawi wanaanza kushangaa, hawapendi ujijue. Anataka akupofushe fikra. So shetani pia anajiita mkuu wa ulimwengu, na chini yake kuna wafalme. Ndio maana kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wakuu, ni juu ya wafalme, ni juu ya mamlaka, ni juu ya wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu roho. So wamejipanga kwenye anga. Kuna wengine wako kwenye anga, kuna wengine wamefanya nini? Wako kwenye nchi, na kuna wengine wako chini ya bahari ama kwenye bahari. Zile ndio vitengo. Ndio maana kuna wachawi wanaenda kwenye bahari. Ndio maana kuna wachawi wanapuruka usiku, wanawezeshwa na mkuu wa anga, na kuna wachawi wanafanya kazi kwenye mapango. Ukiona kwenye familia kuna kadada kachafu, kuna kama kachafu, unahisi kama ni mchawi. Uwaga wamepasuka miguu sana, sisemi wote ila wengi. Na mjua mmoja mpasuka miguu, na mtolea mfano na nimjua mimi. Amepasuka miguu, hata ukichukua shilingi ama shilingi 10 inaweza kupotea pale kwenye zile the cracks. So tutasoma Yeremia. Leo tunataka tumtandike mkuu wa ulimwengu, tumtandike malkia wa mbingu. Yeremia 44 mstari wa 19. Yeremia 44 mstari wa 19 nasema, nao wanawake wakasema, tulimfukizia ubani na kumiminia kinywaji malkia wa mbingu. Tulifanya nini? Tulimfukizia ubani, the incense they burn. Kuna kanisa mnalijua,
wanapenda kuburn incense, wanapenda kuburn incense mpaka leo, wanapenda kuburn incense. Sitaitaja. Anyway, huyo mungu wao huyo wanayemwabudu, ile udi wanaburn, wanamwabudu huyu malkia wa mbingu, huyu malkia wa mbingu. Wana mapepo lakini hawajui. Na ukimwambia ameokoka, atasema mimi nimeokoka, natokea kanisa fulani fulani. Pale utampata pastor wao amevaa marinda fulani, amevaa marinda fulani pale, anakula sakramenti, anakunywa divai, anasema mimi ni mtumishi wa Mungu. Haruhusiwi kuoa, lakini anaruhusiwa kuvuta sigara. Unashangaa ni mtumishi gani wa Mungu huyu? Ni mtumishi gani wa Mungu? So anasema Yeremia 44:19 anasema, nao wanawake wakasema, tulimfukizia ubani na kummiminia kinywaji malkia wa mbinguni. Tulifanya hivyo kwa kibali cha wanaume zetu, na tulimtengenezea mikate yenye sura yake na kummiminia kinywaji. So they used to bake bread wakika sura ya malkia wa mbingu. Ndio maana kuna mahali, kuna story nilisikia, sijui kama ni kweli, eti walimwona mama fulani ametokea kwenye anga, wanamuita Maria, ametokea kwenye anga, alafu akakuwa analia. Ama kuna sanamu ilikuwa inalia. Si sanamu ilikuwa inalia, ni pepo ilikuwa ndani, ni huyo malkia alikuwa ndani analia. So kitabu cha Yeremia bado 7:18. Yeremia 7:18 nasema, watoto wetu huokota kuni na baba huwasha moto na wanawake kukanda unga ili kumfanyia mikate malkia wa mbinguni na kuwamiminia miungu mingine sadaka ya kinywaji. So watu wa Israeli wanasema tulipokuwa Yuda tulikuwa tunamsifu sana malkia wa mbingu. Tulikuwa tunamsifu sana malkia wa mbingu, the queen of heaven. Tulikuwa tunamsifu. Kumbuka malkia wa mbingu ako na utawala wake mara tatu. Ako na utawala kwenye anga, ako na utawala kwenye nchi, na ako na utawala kwenye bahari. Sikizo unasikia Queen Mothers, unasikia Mami Water, ameimbwa sana na wasanii, unamsikia Mother Earth. Unadhani ni nchi anaimbia, anamtukuza yule. Kitabu cha Wafalme, nataka naonyeshe Queen Mother si wa sasa tu, paka kitambo alikuwa. Ako kwenye kitabu cha New Testament na ako kwenye Old Testament. Kitabu cha Wafalme, Wafalme wa kwanza verse 11 mstari wa 5 inasema, kwa kuwa Solomoni akamfuata Ashtorethi, mungu wa kike wa Wasidoni na Milkomu. So ni mungu wa kike. Ashtoreth alikuwa ni mungu wa kike. Na huyu mungu wa kike alikuwa anachongwa sana sanamu. Alikuwa anachongwa kama visanamu. Alikuwa anapenda kuchongwa sana visanamu. Ukisoma hapo Wafalme, ukienda hapo juu, utaona alikuwa anachongwa sana kama sanamu. Ndio maana ukishuka chini kwenye kitabu cha New Testament, kitabu cha Matendo ya Mitume, pia utampata Acts 19 kuanzia 24 mpaka 28. Kuna Biblia za kizungu zimesema anaitwa Diana, na kuna Biblia zingine zimesema anaitwa Artemi wa Efeso. Artemi wa Efeso, mungu mke Artemi wa Efeso. Sijui kama umeelewa, anaitwa Artemi wa Efeso, anaitwa Artemi wa Efeso. So hapa kulikuwa na jamaa anaitwa Demetrio. Demetrio alikuwa anachonga sanamu akiuza, lakini alikuwa anamsujudia nani? Alikuwa anamsujudia huyo mungu wa kike, huyo Ashtoreth, huyo malkia wa mbingu, ni mungu wa kike. So Efeso walikuwa na mungu wao wa kike, na ni mungu wa kuleta confusion na machukizo. Wale Watemi wakaanza kupiga kelele, Efeso mkuu, Efeso ni mkuu, Efeso ni mkuu. Walikuwa wanamzuia Paulo asilete injili pale. Na huyo mungu wa Efeso alitawala Asia mzima. Mpaka sasa kuna miungu ya kike, goddess wako anaitwa Diana ama Artemi. Utasoma kwa wakati wako Acts 19 kuanzia mstari wa 24 mpaka 28, ndio mungu wa kike. Tutaenda kidogo tena kitabu cha Isaiah 47 na mstari wa 13. Inasema, wamechoka kwa wingi wa mashauri yako, sasa na wasimame na wakukomboe hao wagawaji wa mbingu, wanaotazama nyota, wanaopiga ramli kwa miezi, wakujulishe maono yatakayokupata. Yaani Isaiah anawaambia hapa, enda kwa watu wanaotazama mwezi. Kuna watu akitazama mwezi, kuna dhehebu fulani wanapenda kutazama mwezi. Pia ule ni shetani, ni kumsujudia huyo malkia wa mbingu. Kuna ndio maana wanawake siku zenu za hedhi zito siku za mwezi. Unashangaa ni siku za mwezi. Kwa nini siku za mwezi? Ujajiuliza, ile ni somo la siku nyingine. Tutaenda deep siku nyingine. Anyway, wanaotazama mwezi. Kitambo walikuwa wanatazama mwezi. Mwanamke, kuna wakati fulani wanawake walikuwa wanatengwa.
wanatengwa kwa wakati fulani. So wale watazama mwezi pia walikuwa wanamsujudia yule malkia wa mbingu. Ndo Mungu anasema hapa sasa, tuone kama watakusaidia, tuone kama watakukomboa, watakwambia nyakati zitakapokuja utapokuwa unavunjwa na kuharibiwa. So twende kwa kitabu cha Ufunuo 12:12. Nataka twende mbio pole ndo tupate muda wa kupiga na kupasua na kuwafyeka. Ufunuo 12 mstari wa 12 nasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao ndani, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu akiwa na ghadhabu nyingi, akijua ya kwamba wakati wake ni mchache. Ole wa nchi na bahari, ole wa nchi na bahari. So anatawala kwenye nchi na kwenye bahari. Na ametupwa kutoka wapi? Ametupwa kutoka juu. Ndio maana Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu katika dhambi zenu na katika njia zenu, kwa kufuata kawaida ya ulimwengu huu na kumfuata yule mkuu wa anga, yule roho atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi. So ametupwa juu kwenye bahari na kwenye nchi. So Biblia inatuambia ole wa nchi na bahari. Kitabu cha Ufunuo bado 13 mstari wa kwanza. 13 mstari wa kwanza, nitaenda chini kidogo mpaka kuna moja. Kisha nikaona mnyama mmoja akitoka baharini. Ametoka baharini. Ndio maana utajiuliza kwa nini wale mapepo walimuomba Yesu waende baharini? Kuna nini baharini? Kuna nini baharini? Kwa nini Yona anasema nilimlilia Bwana katika dhiki yangu, Bwana akanijibu kutoka tumbo la kuzimu, nalimlilia naye akasikia sauti yangu. Hiyo ni kitabu cha Yona 2 mstari wa 2. Yona anakuambia kabisa, nikamlilia Bwana kutoka katika dhiki yangu, naye akanijibu kutoka tumboni mwa kuzimu. Alikuwa amemezwa na nyangumi, lakini kutoka tumboni mwa kuzimu. So kumbe kuna utawala, kuna kuzimu chini ya bahari, na kuna wakuu na kuna wafalme chini ya bahari. So Yona anakuambia nilimlilia Bwana kutoka, naye akanisikia. So Ufunuo 13 mstari wa kwanza, narudi nyuma. Kisha nikaona mnyama mmoja akitoka baharini, alikuwa na vichwa 7 na pembe 10, na kila pembe ilikuwa na taji. Na hilo taji, jina la kashfa lilikuwa limeandikwa juu ya vichwa hivyo, yani anamtukana Mungu. Mnyama huyo niliyemuona alikuwa kama chui, miguu yake kama ya dubu na kinywa chake kama cha simba. Lile joka likampa mnyama huyo nguvu kutoka kwenye kiti chake. Shetani sasa akampa mnyama huyo nguvu. Ndio maana kuna wakati unasikia Queen Mothers anaweza kujia kama queen, anaweza kuja na sura yake, anaweza kuja na sura ya simba. Wanapenda kuja na sura ya simba. Anapenda kuja na sura ya simba, anakuja na sura kukuogopesha tu, ni Queen Mother huyo. Hawapendi kuonekana. Ndio maana tunaona hapa ako na sura kama ya chui, ako na miguu kama ya dubu. Queen Mother, ila ametoka kwenye bahari na amepewa nguvu na yule joka. Ndio maana ukimtandika sana, ukianza kutandika wakuu, siku moja utamuota huyo Queen Mother atakukujia. Utapata Queen Mother amekuja pale anajifanya kama mwanamke. Mimi nimewafyeka sana, nimeona paka kikundi chao wamenijia, lakini mimi ni mtu wa vita, nimewatandika. Na wewe pia nataka uwe mtu wa vita kama ulivyo wewe tu, jasiri kama simba, ni kuwapasua na kuwafyeka na kuwavunja vipande. Biblia inasema itoe nafsi yangu kifungoni nipate kulimidi jina lako. So inaweza kuwa nyota yako imepelekwa baharini. Inaweza kuwa nyota yako imefanywa mnada kwenye anga. Inaweza kuwa nyota yako imepigwa mnada kwenye nchi. Unaishi tu lakini haupo. Kimsingi unaweza kufa wakati wowote. Wanaweza kutoa kafara. Wakiona wewe unaanza kuombaomba hivi, unapata shida zinakuwa mingi, wanataka kukuua kabisa. Ndio maana Biblia inasema shetani haji ila kuua, kuharibu na kuiba. Anataka akishaiba, akiona ni kama unaanza kudai, unashangaa vita inakuja mingi. Give up, ufe moyo. Endelea kutandika mpaka kila kitu chako kishe. So huyu mnyama amepewa nguvu. Tutasoma bado kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 11. Inasema kisha nikamwona mnyama mwingine ametoka ardhini, alikuwa na pembe 2 kama mwana kondoo, ila aliongea kama joka. Alikuwa na mamlaka kamili kutoka kwa yule mnyama wa kwanza. Yaani huyu mwenye ametoka kwenye nchi alikuwa na mamlaka kutoka kwa yule mnyama aliyetoka kwenye bahari. So ni kama it's a hierarchy. Huyu amepewa na joka, na huyu mnyama ambaye ametoka kwenye bahari akampatia huyu kwenye nchi. Na wenye nchi anakaa kama mwana kondoo, yani anakaa kama Alex, lakini si Alex. Yani anakaa kama mimi, lakini akiongea anaongea kama joka. Anatembea kama mimi, yani kiuhalisia
amekuja na umbo la kibinadamu, yani amekuja kama wewe, anakaa kama wewe, anakwambia baby I love you, nakupenda, anakwambia wewe ndio mrembo ambaye ushaumbwa kwenye siku za maisha yangu. Muongo, amekuja kama wewe, lakini sasa maneno yake ni matamu sana, lakini akikupata wewe ndio kabisa umeenda. Kumbuka kati yetu kuna watu ambao sio watu, kuna malaika wa kuzimu wamevaa mwili, kuna mapepo, kuna wafu walitolewa kwenye makaburi, wanatembea, ni misukule Kiswahili, wanatembea lakini sio watu. Kuna watu ndani yao, kuna roho na nguvu ya mizimu, kuna roho na nguvu ya joka, kama vile tumeona mnyama wa bahari amepewa nguvu na mnyama. Wapo kati yetu. Ndio maana Biblia inasema zichunguzeni kila roho kama zimetoka kwa Mungu, maana hata yule nabii wa uongo ametoka kwenye ulimwengu. Nabii wa uongo afanya nini? Ametoka kwenye ulimwengu. So kama kuna nabii wa uongo ametoka kwenye ulimwengu, basi pia kuna uwezekano wa Alex wa uongo yupo kwenye ulimwengu. Ndio maana nikiomba nateketeza chochote ambacho kinataka kuchukua nafasi yangu, na vunja kila replica na kila copy ambayo inataka kuchukua nafasi yangu kwenye ulimwengu wa roho na kwenye ulimwengu wa damu na nyama, na zisaga vipande, keeping in mind mimi ni chombo kipya kikali chenye meno mingi. Nitavunja milima, nitafikisha vilima, zitakuwa kama makapi. Tushaona sasa Ufunuo 17 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 6. Inasema akanichukua katika roho. Hapa ni Yohana sasa anasema akanichukua katika roho hadi jangwani, nikaona mwanamke. Nikaona mwanamke akiwa ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya kukufuru. Tumemwona ule mnyama alikuwa na viremba 10 zimejaa majina ya kufuru. Hapa tunaona kwamba ule mnyama ni mwanamke. Amekaa juu ya mnyama na kujaa majina kufuru, mwenye vichwa 7 na pembe 10 kama vile tulimuona. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu. Ndio maana wasanii wengi ambao wanamsujudia shetani wanakujaga na nguo fulani. Unapata nguo iko na pleats imefika mpaka kwenye thighs, wanamsujudia yule. Kuna nguo fulani yani ziko shine, unasanga ni velvet, mwanaume amevaa rinda velvet, anang'aa, kuongea kwake imeanza kubadilika, ndo anapata umaarufu. So Biblia inasema yule mwanamke alikuwa amevikwa ana nguo ya rangi ya zambarau ya nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha ghadhabu mkononi mwake kilichojaa machukizo na machafu ya uasherati wake. Yani machukizo ni yani kimejaa ni machukizo mabaya, kimejaa mabaya na machafu ya uasherati wake. Uasherati kwenye ulimwengu wa roho ni kumwabudu Mungu ambaye sio Mungu. Kwa Biblia inaitwa kama ukahaba. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Imeandikwaje? Mkuu, mama wa makahaba. Babeli, mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Babeli, mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Kumbuka tumemwona ametoka kwenye bahari, na nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Amelewa kwa damu ya watakatifu, kumaanisha ameua watakatifu wengi alafu akanywa damu yake. Kumbuka ukitolewa kafara, mapepo yanakunywa damu, yanachukua ile damu yanampelekea mkuu wao, yanachukua damu yanapelekea mkuu wao. Ndio maana unaona gari limeanguka, watu wameanguka, wewe utaona damu kwenye ulimwengu wa damu na nyama, lakini ile damu washanyonya, wanampelekea mkuu wao. Ndio uhai. Akikunywa ile damu anakuwa na nguvu. Mchawi akipata damu yako, akinywa damu yako, anakuwa na nguvu kuliko, yani damu yako ina nguvu sana. Akiiba nyota alafu damu yako, anakuwa na nguvu sana. Ndio maana kuna devil worshiper wanakunywa damu za watu, wanakula wanyama ambao wako hai, wanakula nyama mbichi za binadamu, wanakaa kwenye makaburi wanakula. Ndio maana butchery zingine ziko na nyama za binadamu, ila ujui, umefungwa macho. Ukiwa mtu wa Mungu unajifunza kuomba. Ndio maana kuna wafanyabiashara ana hoteli kubwa, lakini chakula chake ile supu ile ni maji ambayo imeoshea maiti. Ukikunywa ile maji unanasa pale, wanasambaza uharibifu. So tusikose kuzijua ila zake. Tukua wingi wa maombi. Nyota inaweza potea. Umeenda kukula tu na rafiki yako, umeenda kukula tu, umeenda kufanya nini? Umeenda sherehe, unasema kuna mama amekuja pale, kazi yake ni event organization, ana organize event. Unashangaa rojo liko pale, rojo ni tamu sana, unakula mauti. Kumbuka chakula, kuna wakati tutasoma chakula cha kishetani, kulishwa chakula. Chakula unaweza lishwa rohoni na unaweza lishwa kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana watu wa Yeriko
Walimwambia Elisha, sikiza bwana Elisha, Yeriko ni mji mzuri, ila haya maji yanaleta mapooza. Yaani mtu akinywa tu, wanyama wakinywa wanaharibu mimba, wanaharibu watoto, yanaleta mapooza. Kumbuka wale wana wa manabii walimwambia Elisha, kuna mauti kwenye sufuria, kifo. So unaweza patiwa chakula kumbe umepatiwa kifo. Umepatiwa kumbe ni damu, lakini wewe unaona kama maji. Wachawi na waganga na wenye akili wa Misri waligeuza maji yakawa kama damu. Wakageuza fimbo ikawa kama nyoka. So maji kwenye glass inaweza geuzwa, ukafungwa macho, ndio maana unakuwa mwingi wa maombi. Mchawi kwenye nyumba yake hatoki bila kufanya mambo yake. Mchawi lazima atumie mapepo ama yeye mwenyewe atoke kwenye mwili, angalie ndio ajue anaenda wapi. Lakini sisi tunatoka, tunaamka, una brush meno, nimechelewa kazini, natoka tu. Utalishwa uji, unakuwa makini. Shetani pia jina lake lingine ni anajiita shetani nyoka wa baharini, anajiita nyoka wa baharini. Ukisoma kitabu cha Isaiah 27 mstari wa 1 nasema, siku ile ya Bwana atamwadhibu kwa upanga wake ule mkali, ulio mkubwa na wenye nguvu. Huo upanga sasa tuko nao sisi. Huo upanga wa Mungu ambao utamwadhibu shetani, utamwadhibu huyo shetani. Leviathan nyoka mwepesi, na Leviathan nyoka anayejipindua, naye atamua yule nyoka wa baharini. Sasa ule nyoka ndo mkuu wao, atauliwa na ule upanga wa damu ya mwana-kondoo. Ndio maana vaini silaha za Bwana za vita ili mpate kupigana siku za uovu. So nataka tumtandike, tutaingia vitani, tumtandike, tumvunje huyo malkia wa mbingu. Tuwatandike kwenye anga. Kumbuka kuna utawala kwenye anga, akona utawala kwenye nchi, akona utawala kwenye bahari. Anajiita malkia, ni malkia, na malkia ana hasira, akimeza mali anameza kabisa. Biblia inasema shetani hapendi kuachilia mateka zake. Yaani akikufunga amefunga, na kuna walinzi. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Zaburi, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Alafu cha kushangaza, hayo malango pia yanaongea, yanasema ni nani huyu ni nani huyu? Mfalme wa utukufu ni nani? Alafu Biblia inasema hapo ni Mungu hodari wa vita. So yani ukifungwa, unafungwa kabisa mpaka panaeko mlinzi. Ndio maana Yesu alikaa akasema, sikiza bwana, roho ya Bwana juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema, vipofu kupata kuona kwao tena, na walio kwenye magereza kupata kuachilia kwao. Kuna watu uko hai lakini uko kwenye gereza. Umepelekwa huko, umeshikwa na mamiota, umeshikwa na malkia wa mbingu, umeshikwa na Mother Earth amekushika. Kuna makanisa pale wanaimba kweli, wanafukiza uvumba, unashangaa ni kamchongo kasanamu fulani. Biblia yenyewe imeweka imesema kila kitu. Mimi ndio Bwana Mungu wako. Usijifanyie sanamu ya kuchonga ya vitu vilivyo kwenye vilivyo mbinguni, vilivyo kwenye nchi ama chini ya nchi. Usivisujudie, maana mimi ni Mungu mwenye wivu, ninayepatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanaonichukia. So kuna makanisa yana hizi vitu wanazivaa, wanaamini yule mchoro kamechongwa pale ni mzungu, na katoto pia ni kazungu. Nashangaa kwani una agenda gani na Yesu? Yesu si mtoto. Yesu alishafufuka, alishashinda mauti, bado umemweka, bado ni katoto. Una agenda gani? So leo ni kumtandika malkia wa mbingu. Tutamvunja vipande.